Kwanza na washukuru sana kwa kuitika wito, lakini jambo letu ni la moja kwa moja tu, na kwa hivyo baada ya kuwashukuru ni kwamba wote mnakumbuka tarehe 23 mwezi wa pili mwaka huu nilifanya mhadhara Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mhadhara ambao ulihusisha mazungumzo na wanafunzi wa uhandisi, lakini pia vivyo walikuwa na wanafunzi wa ubunifu majengo, yani architects, na ukadiriaji wa majenzi kwa maana ya quantity surveyors. Mkutano huu ulifanyikia pale tunaita New Library au maktaba mpya, na uliandaliwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wakishirikiana na serikali ya wanafunzi Daruso, lakini pia vile na ndaki, yani ndaki ya uhandisi, chuo cha wahandisi COET. Sasa lengo la mkutano huo lilikuwa ni kuwaeleza wanafunzi hawa wa fani ya uhandisi na wale wa fani ya ukadiriaji majengo na vile vile wale wa ubunifu majengo, yani architects, hawa engineers, kwamba tuna na fursa mbalimbali ambazo tulizonazo katika serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, hasa wao wakiwa kama ni vijana wategemewa na watarajiwa katika maendeleo ya taifa letu. Sasa leo nina furaha kubwa sana ya kuwaambia Watanzania kwamba Chemsha Bongo ile, yani challenge ambayo tuliipeleka kwa wanafunzi kupitia jukwaa lile la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini kwa wanafunzi wote wa uhandisi nchini, ni kwamba limepokelewa vyema sana, na hadi kufikia tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2026 saa 6 usiku, ambayo ndio ilikuwa siku ya mwisho ya kupokea maombi, wizara kupitia bodi ya usajili wa wahandisi, yani ERB, Engineers Registration Board, tulipokea jumla ya maandiko 561 mpaka kufika tarehe 31 Machi 2026 saa 6 usiku, wizara kupitia bodi ya wahandisi, yani Engineers Registration Board ERB, tulipokea maandiko 561. Na hili zoezi lilianza tarehe 1 Machi mwaka huu, kwa hiyo ni wastani wa mwezi mmoja tumepata maandiko yote hayo. Kwa hivyo nitumie fursa hii kuwashukuru sana wanataaluma hawa wa uhandisi kwa mwitikio huu mkubwa sana waliouonesha, lakini nawashukuru Watanzania wote. Wako wengi walitia moyo, walipendezwa sana na kitu hiki na walifurahishwa sana na hichi kitu, na walitoa maoni yao pia vivyo, wengine si wanafunzi. Na hii imewapendeza sana, maana yake wameona kuwa ni kitu ambacho tunaweza kumbe sisi wa Tanzania kuendelea kuwa na umiliki wa fikra na mawazo yetu, ubunifu wetu kulingana na changamoto zinazotukabili na maendeleo yetu wenyewe, na kushirikishana ipasavyo. Pamoja na kwamba shindano hili ni mahususi, lilikuwa ni kwa ajili ya wanafunzi, lakini nikiri kwamba wizara imepokea maoni na mawasilisho kutoka kwa vijana na Watanzania wengine wa ndani na nje ya nchi yetu, ambao wengine si wanafunzi. Nimepokea simu nyingi kutoka nje ya nchi yetu, maeneo kama Marekani, Canada, Uingereza, wakiwa wamevutiwa sana na hiki ambacho kwamba tumekifanya, na wao na wengine si wanafunzi, lakini na wao tuliwakaribisha, tukapokea mawazo yao. Wapo ambao wametuandikia vizuri sana, na wote tumepokea, na wametueleza wazi kwamba hizo fikra na huo ubunifu ama mchango wao hawana kusudio wao la kutaka ile zawadi, lakini wamewiwa kama Watanzania
wazalendo, na wamewahi kusema kuwa wakati mwingine tulikuwa tunawaza na kufikiria wapi fikra zetu tunaweza kuzipeleka, lakini walipopata fursa ile wakasema hili tulilisubiri muda mrefu sana, na sisi tumepokea, na nataka niwahakikishie tunawashukuru sana, na nataka niwahakikishie pia vile vile kwamba tutatumia fikra na mawazo yale na ubunifu ule. Sasa leo pia napenda niseme kwa kufuatia wimbi kubwa sana hilo la wingi wa maombi, kufuatia hilo wingi wa maombi haya ambayo tumeyapokea. Tumepokea maombi haya 561, ni mengi kweli, na kwa hivyo nimeunda jopo la watu 13 lenye wataalamu, lakini vile vile nimejumuisha na watu kutoka sekta binafsi na taasisi zingine za serikali. Kuna wajumbe kutoka vyama vya wadau wa usafirishaji, na ninaomba niwataje baadhi na taasisi wanazozitoka. Kwa hivyo nimemteua ndugu Gaspar Marco, huyu anatoka TANROADS ambaye atakuwa ndiye mwenyekiti, lakini tunaye mhandisi Deusdedit Karugendo, huyu anatoka bodi ya makandarasi, yani Contractors Registration Board of Tanzania, CRB. Lakini tunaye pia vile mhandisi Khadija Salum, huyu anatoka wakala wa majengo Tanzania, yani TBA. Tunaye pia vile architect Ramadhani Maziku, yeye anatoka bodi ya wakadiriaji majengo na wabunifu wa majengo, yani AQRB. Lakini pia vile ndio tunaye ndugu Masudi Kipanya maarufu, mbunifu huyu, mchoraji, mmiliki na mkurugenzi wa KP Motors. Lakini pia vile tunaye mhandisi Joseph Soka wa chama cha wahandisi Tanzania, hii pia vile ni sekta binafsi. Lakini vile tunaye mhandisi Dr. Jacqueline Masaki, huyu ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini vile tunaye mhandisi Dr. Lupakisio Mwaliba, huyu ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Mbeya cha sayansi na teknolojia, Dr. Lupakisio. Lakini vile tunaye Dr. Ramadhani Marijani, huyu ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Na vile tunaye kamishna msaidizi wa polisi Joseph Mwakabonga, huyu anatoka traffic Dar es Salaam. Lakini vile tunaye mhandisi Fales Ngeleja kutoka wakala wetu wa barabara mijini na vijijini, yani TARURA. Na tunaye ndugu Salum Hamza, huyu ni dereva kutoka chama cha madereva wa daladala Dar es Salaam. Na tunaye ndugu mhandisi Eric Nestori kutoka ERB, yani Engineers Registration Board, ambaye huyu ndio atakayekuwa katibu wa jopo hili. Kwa hivyo sasa jopo hili kazi yake kubwa itakuwa ni kuchambua. Kwanza wameshapokea, kwa hivyo kazi yao ni kuchambua kulingana na vigezo ambavyo vimewekwa, na hatimaye kupendekeza washindi. Ndugu wanahabari, baada ya kutangaza jopo hili, ninaomba tu sasa niseme kuwa ratiba yetu ilianza tarehe 1 ya mwezi wa 4 na itaenda mpaka tarehe 17. Hapa vitakuwa ni vikao, jopo litakuwa likifanya vikao vya kufanya tathmini ya yale maandiko 561. Ni maandiko mengi, kwa hivyo ninataka utulivu na kufuata vile vigezo vilivyowekwa, na hatimaye kuweza kutenda haki kwa kupata washindi wanaostahiki. Kwa hiyo wameanza tarehe 1 mpaka tarehe 17. Lakini vile watakuwa na ratiba ya uwasilishaji wa mapendekezo ya washindi. Kuna hatua ya pili ambayo itahusisha viongozi wa taasisi zetu zilizo chini ya Wizara ya Ujenzi, ambao watakaa pamoja na hawa wachambuzi kwa ajili ya kuweza kupendekeza
wale walioonekana kuwa ubunifu wao umeonyesha utofauti na wenye tija zaidi. Baadaye tarehe 24 ya mwezi wa 4 watafanya mahojiano. Wale waliopendekezwa 10 bora watafanya mahojiano na jopo la wale niliowataja, lakini na wakuu wa taasisi zetu zilizo chini ya Wizara ya Ujenzi. Na baadaye tarehe 30 mwezi wa 4 matarajio yetu itakuwa sasa ndio siku ya kilele ya sherehe na kukabidhi zawadi za wale vijana wabunifu ambao kama nilivyokwisha kusema, lengo letu ni kuamsha ari ya ubunifu, ari ya kujituma miongoni mwa kundi kubwa la vijana nchini na kuwashirikisha kikamilifu. Kama nilivyokwisha kusema pale nyuma, nilikwenda Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nikawaambia fursa tulizonazo, lakini pia vivyo nikawasikiliza hoja zao na mambo mbalimbali ambayo wao walipenda sisi katika upande wa serikali tuyafahamu, na kwa kusema ukweli walinipa hoja nyingi sana. Kwa hivyo siku hiyo itakuwa ni siku maalum ya kutambua vipaji vile vya ubunifu vya vijana watakao kuwa wamepata kupendekezwa kwamba wao ndio washindi. Ndugu wanahabari, sasa hapo awali nilitangaza kwamba zawadi yetu itakuwa ni shilingi milioni 10 ambayo imegawanywa kwa washindi watatu wa mwanzo. Mwanzo ilikuwa ni kwamba zawadi ni milioni 10. Lakini kutokana na mwitikio chanya wa Watanzania, wadau wa sekta ya ujenzi na taasisi zake, wameamua wao wenyewe wakuja kuniunga mkono waziri, na wamependezwa sana na jambo hili kwamba tunaamsha ari ya fikra jengefu, inclusiveness ya watu katika kufanya mambo makubwa yenye tija katika taifa, hususan kundi hili kubwa la vijana. Unajua kama sensa inavyosema, vijana ni takriban 70% ya Watanzania wote. Sasa ni muhimu sana kuhakikisha kwamba kila mara tunashiriki nao na kuchukua fikra na mawazo yao. Kwa hivyo sasa wadau wameongeza ili dau. Kwa hivyo naomba nitangaze zawadi zitakuwa kama ifuatavyo. Na bado milango yetu iko wazi kwamba kama mtu anaona kwamba amewiwa na amefurahia sana challenge hii, basi tunamkaribisha. Hapo awali nilitangaza kwamba mshindi atapata shilingi milioni 10 za Kitanzania. Naomba niseme kwamba kutokana na mwamko mkubwa na watu wamelipenda sana hili jambo, kwa hivyo wadau wengi wamejitokeza kuunga mkono, na kwa hivyo zawadi zimeongezeka. Na katika hizo zawadi zilizoongezeka ni kwamba mshindi wa kwanza atapata milioni 10, lakini mshindi wa pili atapata milioni 5, mshindi wa tatu atapata milioni 3, mshindi wa 4 atapata milioni 2, na mshindi kuanzia wa 5 mpaka wa 7 watapata milioni 1, na mshindi kuanzia wa 8 mpaka wa 10 watapata shilingi 550,000, na wote watapata kompyuta mpakato, yani laptop. Na nipo katika mazungumzo na wadau ya kuona kwamba tunaongeza hizi laptops ili tuongeze wigo mpana zaidi kwa vijana walio wengi walioshiriki waweze kuzipata, hata kama hawatakuwa katika ile 10 bora, lakini waweze kuzipata. Na kwa hivyo tuna milango yetu iko wazi bado ya kuona kwamba tuna karibisha Watanzania watakaovutika zaidi katika kutunga mkono. Na zawadi nyingine ni kwamba tutahakikisha kuwa vijana wale wanakwenda kufanya kwa vitendo zile fikra zao, lakini vivyo kushiriki katika makampuni, na makampuni ya ujenzi na consultants yamejitokeza kutunga mkono kwenye jambo hili watakaowapokea hawa vijana. Lakini pia vile vile tumepanga kuhakikisha kwamba wale vijana 10 watakaokuwa ndio wameongoza katika zoezi hili tutawakaribisha bungeni kwenye siku ya bajeti ya Wizara ya Ujenzi, vinara wetu hawa. Na jambo hili litaendelea, kwa maana hizi challenges kutoka Wizara ya Ujenzi zitaendelea.
tutaangalia kila kinachotakiwa kupeleka kwa vijana, tutafanya hivyo, haswa makundi haya ya vijana wasomi, ili kuweza kuendelea kuwashirikisha katika ubunifu na kuwafanya wawe busy kwenye kufikiria namna chanya ya ujenzi wa taifa letu. Wizara inawapongeza wote walioshiriki katika shindano hili, ambapo wametoa mchango wao katika kubuni na kuonesha mawazo yao kwa uwazi. Maandiko haya yatasomwa na kupitiwa kikamilifu ili lengo la shindano hili liweze kufikiwa. Aidha, wizara itaendelea kutoa mashindano mengine, challenges. Tutaendelea na challenges zingine. Tunazo challenge 2 ambazo tumeziweka akiba. Mara baada ya challenge hii iko nyingine ambayo itakayofuata. Tungetamani sana pia vijana waje washiriki, lakini pia vile vile itakuja na nyingine ni katika kuamsha ari ya fikra jengefu, fikra chanya kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa letu. Ndugu wanahabari, baada ya kuyasema haya, pia naomba nitumie fursa hii kuvishukuru sana vyombo vya habari. Toka nilipofanya kazi ile, mmetusaidia sana kulitangaza jambo lile, na wako wengine walihoji kwamba labda, je, vipi waziri, kwani huko wizarani hakuna wataalamu? Sisi tuna namba ya wataalamu hapa wabobezi, lakini hiyo haituzui kufungua milango ya kupeleka kwa wanafunzi vyuoni wakashiriki kutoa fikra zao chanya, na ndio lengo la serikali. Ukiangalia hata dira yetu ya 2025 2050, na ukisikiliza malengo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kila mara, namna ya kushirikisha makundi ya vijana. Sasa kwa hivyo huo utaratibu tutaendelea nao. Tuna mambo mengi sana ambayo tunayafikiri kwa lengo la kuhakikisha kwamba vijana wanashiriki kamilifu katika ujenzi wa taifa lao. Kazi za mikono, kazi ambazo wao wanaweza kufanya kwenye ujenzi wa barabara, kwenye usafishaji wa barabara, kupitia maeneo yao. Yote haya ni katika mambo ambayo tunafikiri ili kusudi kuhakikisha kwamba vijana wa taifa hili waweze kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa letu. Ndugu wanahabari, asanteni sana kwa kunisikiliza.